Wekundu wa Msimbazi Simba rasmi imeanza mchakato wa maandalizi kwa msimu mpya, msimu ujao wa kimashindano wa mwaka 2026 2027 kwa kugawa thank you kwa baadhi ya wachezaji nyota ambao walikuwa ni sehemu ya kikosi hicho kwa msimu uliotamatika. Na kwa siku ya jana tumeshuhudia wachezaji 7 wakiwa tayari wamekwisha agana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwa tu ni sehemu ya kufanya reshuffle ambayo itakuwa na lengo la kuijenga Simba yenye ubora mkubwa kuelekea msimu ujao. Tumeona thank you kwa mchezaji wa kwanza ambaye ni Edwin Barua, miongoni mwa viungo washambuliaji ambao walikuwa wanakipiga katika klabu ya Enosis Neon huko nchini Cyprus, ambako alikuwa anaitumikia kwa mkopo akitokea kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na hatimaye jana Simba wamethibitisha kwamba hawatakuwa sehemu ya kikosi chao kwa msimu ujao. Tukumbuke kwamba Edwin Barua alijiunga na Simba akitokea kwenye kikosi cha Tanzania Prisons, ambako ndiko alikuwa anaitumikia kwa misimu ya nyuma kabla ya kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba. Nyota mwingine ni Omari, miongoni mwa wachezaji ambao kwa msimu huu hajaonekana kwa kiasi kikubwa kwenye klabu ya Simba, lakini mara kadhaa amekuwa ni mchezaji ambaye Simba walikuwa wanamtoa kwa mkopo kwenye timu mbalimbali, ikiwemo klabu ya Mashujaa ambako ndio timu yake ya mwisho kuweza kuitumikia kwa mkopo kabla ya kurejea kwenye kikosi cha Simba na kuendelea kuwa sehemu ya wachezaji ambao hawapati nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo, ambao ni mabingwa wa kombe la Muungano, lakini pia kombe la shirikisho la TFF msimu huu wa mwaka 2026 2025. Na nyota mwingine ni Musa Pimpin Kamara. Huyu ni mlindalango ambaye alipata majeraha makubwa mwanzoni mwa msimu huu. Majeraha hayo ambayo aliyapata katika mchezo wa Simba dhidi ya timu ya Gaborone United ya huko nchini Botswana, ndipo ambako tukashuhudia Kamara akakaa msimu mzima pasipo kuonekana kwenye mechi yoyote ya kimashindano ambayo inahusisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na hatimaye jana ni miongoni mwa wachezaji ambao klabu ya Simba imethibitisha kwamba hawatakuwa sehemu ya wachezaji wao ambao watakwenda kikosi cha msimu unaofuata. Nyota mwingine ni Joshua Mutale Budo. Nyota huyu raia wa Zambia ambaye alikuwa anakipiga katika klabu ya huko nchini Saudi Arabia akiwa kwa mkopo, na hatimaye mara baada ya mkataba wake wa mkopo kumalizika katika klabu hiyo, Simba nao pia wameona tu ni vyema kwamba kuweza kufanya naye makubaliano ambayo yatasaidia kila pande kuweza kuibuka na kitu ambacho watakuwa kwa upande wao ni sahihi moja kwa moja, na wote wameamua sasa kukubaliana na kufikia tamati mwa mkataba huo na kumpatia kwa heri ambayo itampa uhuru wa kutimkia kwenye timu yoyote ambayo itakuwa inahitaji saini yake kwa wakati husika. Nyota mwingine ni Nabi Kamara, miongoni mwa wachezaji ambao na wao pia wamekuwa sehemu ya thank you ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwa siku ya jana. Na huyu alikuwa ni mchezaji ambaye alijiunga na Simba kwenye dirisha kubwa, hakuwa na kiwango bora, ups and downs nyingi, hakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza, kitu ambacho kimemweka kama vile mchezaji ambaye alikuwa hana impact kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, jambo ambalo limewaibua viongozi wa Simba na kuwa rahisi kwa upande wao kuweza kumuondosha kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Nabi Kamara tayari amekwisha ondoka nchini tangia Juni 25 mwaka huu, akiwa ameshamalizana na uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nyota mwingine ni Awesu, kiungo mshambuliaji huyu ambaye Simba walimtoa kwa mkopo kunako klabu ya Kenya Police ya huko nchini Kenya, ambako ameitumikia kwa nusu msimu, ambako mkataba wake umetamatika na amerejea Simba, na Simba kuweza kuthibitisha kwamba tayari wamekwisha malizana na Awesu, miongoni mwa wachezaji ambao watu wengi walikuwa wanategemea makubwa kwenye kikosi cha Simba, lakini ushindani wa namba tangu msimu uliopita ilikuwa ni chanzo cha yeye kutokuwa na ubora mkubwa
kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kwamba kwa msimu uliopita chini ya mwalimu Fadlu Davis alikuwa mchezaji ambaye kidogo alikuwa angalau anapata nafasi ya kuonekana kwenye baadhi ya mechi ambazo zilikuwa zinawahusu wekundu wa Msimbazi Simba. Nyota mwingine ni Chamu Karabwe, miongoni mwa walinzi bora wakati raia wa Ivory Coast, ambaye huyu alikuwa anakipiga kwa mkopo katika klabu ya TRA ya pale jijini Arusha, ambako alitumikia kwa takribani nusu msimu, akatokea kwenye klabu ya Simba kwa mkopo, na hatimaye Simba imetangaza rasmi kuweza kuachana na huyo mchezaji, na tayari ameshapata timu ambayo imekwisha mtambulisha nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo hawa ndio wachezaji 7 ambao Simba kwa wakati mmoja wameweza kutangaza kwamba tayari wamekwisha wapa thank you, kwa maana hawatakuwa sehemu ya kikosi chao kwa msimu ujao, licha ya kwamba tumeshashuhudia mtu kama vile Muzamiru Yasel ambaye na yeye pia alikuwa kwa mkopo kwenye klabu ya TRA. Yeye Simba tayari amekwisha confirm kwamba wameshafanya biashara na TRA, na safari hii atakuwa ni nyota halali wa TRA, kwamba wamesha mnunua mazima na hayupo kwa mkopo kama ilivyokuwa kwa msimu uliotamatika. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini Mohamed Bajabel hajawa sehemu ya hawa wachezaji ambao wamepewa thank you, au Maodo Kante na wengine wengi ambao Simba wamehusishwa kuwaacha, akiwepo pia Joa Sanso ambaye tunafahamu kwamba amekwisha tambulishwa katika klabu ya Singida Black Star. Ni kwamba bado uongozi wa Simba upo kwenye mazungumzo na mwalimu wa kikosi cha Simba Steve Barker, lakini pia na wachezaji wenyewe kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kuafikiana na kuazimia jambo ambalo litawanufaisha wote wawili katika pande zote, ambazo itahusisha upande wa kimkataba, lakini pia na masuala mengine ambayo yanahusisha ule usajili wa mchezaji kwenye timu husika, ili kusiwe na malalamiko yoyote ambayo yanaweza yakagharimu timu au mchezaji kwa misimu ya mbeleni. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu, pengine tutegemee mwendelezo mkubwa, kama ni wengine kupewa thank you, akiwepo Soa, Mohamed Bajabil, lakini pia na Alassane Maodo Kante, ambao hawa ndio wachezaji miongoni ambao wanahusishwa kwamba huenda wakaachwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Nikushukuru mtazamaji kwa wewe ambao umekuwa nami mwanzo mpaka tamati kwa siku ya leo, ambako tumeangazia katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambako jana tumeona kile ambacho wamekifanya katika upande wa kuwapatia thank you nyota wao 7, 4 akiwa raia wa kigeni na 3 wakiwa ni wazawa, ambapo tayari ndoa yao na Simba imekwisha kuvunjika. Naitwa Leopold John, sauti ya mvua. Nilikuwa hapa na Agnes Basengelele ambaye ndiye amekuletea picha angavu kwa siku ya leo, na sauti ya mvua ikiwa inasikika kwa sauti ya kipekee. Yeye ndiye ambaye amehusika kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, nikushukuru na kwaheri kwa sasa.